Naam, tumerejea tena kwa mara nyingine. Asante sana kwa wewe mtazamaji wa runinga ya Channel 10. Fahamu ya kwamba hii ni Baragumu Live na karibu katika sehemu ya pili ya mahojiano. Na leo tutakwenda kuzungumzia utalii na afya ya akili. Tunafahamu ya kwamba mara kadhaa tumekuwa tukitoa elimu kuhusiana na umuhimu tukitoa elimu kuhusiana na afya ya akili ambao wanasaikolojia. Wageni wawili ambao tutakwenda kuzungumzia mambo haya mawili, utalii na afya ya akili. Na tunasema hivi, ni muhimu sana utalii, lakini je, kisaikolojia inatusaidiaje sisi binadamu? Tunapokwenda kutalii katika mazingira tulivu, mazingira ya asili, tunapata faida gani? Je, ni sehemu mojawapo ya kuondoa msongo wa mawazo? Lakini tunapofika katika maeneo haya ambayo yenye asili, tunatakiwa tufanye nini? Au kwenda tu kushangaa? Sasa saikolojia yuko hapa. Nifurahi kuwa na Geoffrey Mwamnyanya ambaye huyu ni mwanasaikolojia bora sana hapa nchini Tanzania. Lakini tuko na Mbaruku Sinoni. Huyu ni afisa utalii hifadhi ya mazingira asilia Pugu Kazi Mzumbe. Karibuni sana. Asante sana. Ndio. Na ndani nimetambulisha mada yangu hapa, najua kuna siku moja tuna mtalii. Akaniambia mimi kila siku naiona. Sasa mimi nielekeza kushangaa vitu vingine ambavyo mimi kila siku kwa hivyo nyumbani kwangu hapa. Kuna nini? Kuna miti. Sawa, lakini kabla tujaenda mbali zaidi, nimkaribishe Mbaruku Sinoni ambaye ni afisa utalii. Kwanza atupe salamu kutoka hifadhi ya mazingira asilia Pugu Kazi Mzumbe, lakini atuelezee hii hifadhi ni hifadhi ya aina gani? Baadaye mwanasaikolojia Geoffrey Mwamnyanya atakuja hapa kuzungumzia sasa umuhimu wa kutalii kisaikolojia imekaaje. Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Mbaruku Sinoni, ni afisa utalii kutoka hifadhi ya mazingira asilia Pugu Kazi Mzumbe iliyopo chini ya TFS Kisarawe. Hifadhi hii ya Pugu Kazi Mzumbe kabla hapo ilikuwa ikitambulika kama hii misitu ilikuwa miwili, msitu wa Pugu ambao ulikuwa ukitambuliwa tangu mwaka 1954, lakini huo ni msitu wa Kazi Mzumbe. Msitu wa Pugu ulitambuliwa mwaka 1947. Lakini misitu hii iliunganishwa mwaka 2020 na kupitia tangazo la serikali namba 190 la tarehe 6 mwezi wa 3 2020 na kuitwa sasa hifadhi ya mazingira asilia Pugu Kazi Mzumbe. Mbali na uhifadhi, pia tuna vivutio mbalimbali vya utalii ekolojia. Tuna vivutio vya panzi ambaye ana rangi zote za bendera yetu ya Tanzania. Lakini tuna mashimo ya popo. Kuna popo wengi sana. Ukija msituni pale utakuta popo wengi ambapo wageni mbalimbali wamekuwa wakifanya research mbalimbali kupitia popo hao. Lakini pia tuna wanyama wadogo wengi. Tuna nyani, tuna tumbili, tuna ndege wa aina mbalimbali kwenye hifadhi yetu, lakini pia tuna nyoka wa aina mbalimbali. Sasa mbali na vivutio hivyo, pia tuna kivutio cha utamaduni ambacho ni mzimu wa Mavoga. Mzimu huu unatumika sana na wenzetu wa Zaramu pamoja na wageni wengine kwa ajili ya matambiko. Ndio. Wageni msituni wanafanya matambiko yao kutokana na imani, ni kivutio cha kiimani zaidi. Lakini pia tunaita Great Bamboo, tuna mianzi mizuri sana ambayo inatumika kwa ajili ya malazi, yani camping, lakini eneo lile linatumika kwa ajili ya picnic. Lakini pia tunatumia eneo lile kwa ajili ya vikao mbalimbali vya msituni. Kuna watu wanatoka tuko wanakuja tutembelea kwa ajili ya vikao vya msituni. Lakini pia tuna eneo zuri sana la hiking, yani unapanda mlima mpaka unaweza kufika kwenye kivutio chetu cha Dar es Salaam Viewpoint. Ndio. Ambapo unaweza kaiona Dar es Salaam kwa 95%. Kwa hiyo mbali na kufanya mazoezi, lakini pia unapata view nzuri sana ya Dar es Salaam.
lakini pia tuna kivutio cha bwawa la Minaki. Ndio. Bwawa hili ni bwawa ambalo lina ukubwa wa square mita 21,630, lakini lina urefu wa mita 477 na upana wa kuanzia mita 12 mpaka mita 112. Na urefu wake unaanzia mita 0.4 mpaka mita 4.99. Ndani ya bwawa hili tuna samaki wa aina mbili. Kuna samaki wa kambale, lakini pia tuna perege. Sasa samaki hawa sisi tunawatumia kwa ajili ya mchezo wa kuvua samaki. Kwa hiyo wageni wakija wanalipia, wanafanya mchezo wa kuvua samaki. Unamvua samaki lakini unamwachia, maana uruhusiwi kutoka naye. Uruhusiwi kwenda kupata kidogo. Uruhusiwi. Ni mchezo kwamba unamvua na tunavua kutumia nini? Kumwachia. Tuna ndoano za kuvulia. Okay. Lakini pia tunafanya shughuli ya kayaki ama canoeing, yani kuendesha mtumbwi. Kwa mgeni akifika atalipia kuendesha mtumbwi, basi anaweza akatumia eneo hili la bwawa kwa ajili ya kuendesha mtumbwi. Mtazamaji, kama unavyoona picha kwenye runinga yako, ndo hili ambalo afisa utalii analizungumzia hivi sasa, ndo mchezo wa kuendesha mtumbwi. Niko sahihi? Yeah. Lakini pia ni eneo zuri sana kwa ajili ya kuchukulia picha. Watu wengi sana wanakuja kupiga picha kwenye eneo hili. Ni eneo ambalo zuri sana. Kwa hiyo mbali na vivutio tulivyonavyo, msitu wetu huu tunaita msitu wa mapafu ya jiji la Dar es Salaam. Kwamba jiji la Dar es Salaam linapumulia kwenye msitu wetu wa hifadhi ya mazingira asili ya Pugu Kazimzumbwi. Tukizingatia kwamba Dar es Salaam ni jiji ambalo la wakazi wengi, lakini pia la viwanda vingi. Kwa hiyo kuna zalisho hewa chafu ambayo inanyonywa na msitu wetu wa hifadhi ya mazingira asili ya Pugu Kazimzumbwi. Sawa. Kwa hiyo ni hifadhi ambayo iko karibu sana na jiji la Dar es Salaam na ya kipekee. Ni kilomita kama 20 tu ndio umefika ndani ya hifadhi yetu. Lakini pia ni kilomita 12 kutoka uwanja wa Mwalimu Nyerere, uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere. Lakini pia ni kilomita 4 kutoka stendi ya SGR ya Pugu. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwakaribisha sana wageni waweze kutembelea. Lakini pia tunawakaribisha wadau mbalimbali waje kuwekeza. Ndani ya hifadhi yetu tunaruhusu uwekezaji. Kwa sasa tuna uwekezaji wa chakula, lakini pia malazi. Wanaruhusiwa kujenga eco lodge. Ndio. Na kwa sasa hivi tuna mwekezaji ambaye anajenga swimming pool, anajenga na michezo ya watoto. Kwa hiyo tunakaribisha waje wawekeze zoo, waje wawekeze zipline kwa ajili ya michezo mbalimbali, ili wageni wakiingia waweze kuburudika zaidi. Nawashukuru sana, karibuni sana. Asante sana. Mazingira asili ya Pugu Kazimzumbwi. Asante sana. Huu ni utangulizi tu huo ambao tumeutoa kuhusiana na hifadhi hii nzuri kabisa ambayo haiko mbali na jiji la Dar es Salaam. Wakati anazungumza kwamba hifadhi hii ni mapafu ya Dar es Salaam, na ni kweli, kwa sababu ni tafiti ambazo tayari zimekwisha fanyika. Kama ambavyo tunafahamu, dunia inatambua bara la Afrika hivi sasa ndio mapafu ya dunia. Na ndio maana ya COP imekuwa ikijadili kuhusiana na swala zima la utunzaji wa mazingira, kwa sababu ili dunia endelee kuwa salama na binadamu aendelee na shughuli zake, lazima tutunze mazingira yetu. Tusipotunza mazingira yetu, kwa kweli mazingira yenyewe yatatuadhibu kwa kuto kuyatunza. Sawa. Sasa tuende kwa mwana saikolojia Geoffrey Mwamnyanyi ambaye naye yuko hapa. Unajua Geoffrey, mara kadhaa watu wengi tumekuwa tukichukulia poa sana kutalii. Mimi tuna mara nyingi sana habari ya Watanzania wakati tunahamasishana kuhusiana na umuhimu wa kutalii, hasa kufanya utalii wa ndani. Wamekuwa wakijibu katika majibu rahisi tu, mimi niende kutalii kwa nini? Wakati nikipita pale Mikumi, natoa mfano, namuona simba, namuona twiga, umeelewa? Si nimeshatalii tayari. Haya, mimi kwa nini nitalii wakati miti iko mingi sana? Upekee wa mazingira kama haya ya asili katika swala zima la kutalii yanatusaidia nini sana kisaikolojia, hasa kujiunganisha na mazingira? Okay, asante. Kwanza aliyekuuliza hilo swali atakiwa pia majibu mepesi tu. Nyumbani kwake ana vyombo vya electronics, sio? Ana redio, ana simu, anaweza kuhifadhi muziki hapo. Lakini kuna mtu anaweza katoka aenda kutafuta muziki sehemu nyingine. Unatoka unaenda sehemu nyingine kwa ajili ya kutafuta muziki. Lakini ndani una redio,
si ndio? Kuna watu ambao wanatoka kwa ajili ya mazoezi ya kutembea, lakini kwenye majukumu yake ya kila wakati anafanyaje? Anatembea. Kwa nini aishi hapo? Kutalii ama kufanya jambo psychologically, tunaangalia kwanza kwenye utendaji wa kiakili. Na akili ili iweze kukulisha lazima itengeneze concentration, ule umakini. Unamakinika kiasi gani, unajihusisha kiasi gani kiakili na kihisia, ili kuhakikisha kwamba hiyo taarifa inabakia kuwa sehemu muhimu ya kile ambacho unachokifanya. Tuna matendo ambayo yanatokea bila kuwa umedhamiria, hata yakitokea yanalisha sehemu yako ya ufahamu, tunaita subconscious mind. Lakini tuna matendo ambayo unadhamiria pia yanalisha sehemu yako ya ufahamu, ambayo pia ni subconscious mind. Kwenye eneo la kutalii tunataka mtu aende akiwa yuko conscious, aende akiwa amemakinika kwamba anakwenda kupokea kitu kutoka kwenye hilo eneo. Na watu wengi wanajua na wamekuwa wakisikia kwamba maeneo kwa mfano ya asili ni sehemu ya tiba kiakili. Na hapa imekuwa kuna changamoto kidogo ambayo watu wanapaswa kuielewa. Sio kila kitu cha kijani au mazingira ya kijani yanafanyika kuwa therapy psychological, hapana. Sasa hivi tuna artificial meds nyingi na vitu vingi vinatengenezwa kwa njia ya kisayansi. Unaweza kukuta kuna mti uko hapo wa kijani lakini haujawahi kumwagiliwa, ni plastic material. Haujawahi kufanywa chochote, lakini wa kijani ustarajie ule mtu unakupa sehemu yote ya healing. Tunachoangalia ni asili ya asili kwenye eneo la mwanadamu. Unaweza ukachukua mti ambao sio asili ya sehemu ulikopandwa au unakwenda kuupanda. Ndio. Nguvu yake ya kukupa healing ni tofauti na ule uliootea pale. Kisaikolojia ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hiyo asili ya asili ndio sehemu ya therapy ya mtu kwenye eneo la utalii. Kwa hiyo focus inaweza kukusaidia kama sehemu ya kwanza, kwamba anakwenda, hata kama nimekuwa nikiona miti, kujibu swali lako, nimekuwa nikiona wanyama sehemu fulani, lakini umekuwa unawaona accidentally, umekuwa unaona kwa kutokea tu kwamba kumbe hawa hapa. Haukutunza muda kwa ajili ya meditation, haukutunza muda kwa ajili ya kukaa kutafakari. Nikupe mfano mdogo tu. Ndiyo. Watu wengi hawaenjoy kuishi kwao kwa sababu hawajawahi kufocus na mifumo inavyo-operate ndani yao. Unaweza kujua kwamba tangu umezaliwa moyo wako hujawahi kupumzika. Umewahi kufikiria kwa kitu? Sijawahi kufikiria. Umewahi kukaa kutulia kuona namna gani ambavyo vinyweleo vyako vinainuka na kurudi katika hali yake ya kawaida? Umewahi kujiuliza namna gani ambavyo mifumo inawasiliana ndani ya mwili wako? Kwa mfano neurological system yako, mfumo wako wa fahamu, unawasilianaje na respiratory system yako, mfumo wako wa upumuaji? Unawasilianaje na mfumo wako wa integumentary system, mfumo wako wa ngozi na vinyweleo? Unawasilianaje na cardiovascular system, mfumo wako wa moyo pamoja na mapigo yake? Kuna mifumo mingi ambayo unayo ndani yako, lakini hujawahi kuenjoy kwa sababu haujawahi kukaa concentrate. So kwenye utalii, unaposema unakwenda sehemu kwa ajili ya kutalii, unazungumzia total concentration. Unaenda ukiwa umepeleka kuweza kukaa kwenye lile eneo, kuweza kufanya meditation, kutafakari kwa ndani, kwa ukimya, kuassess asili yako na asili ya kile ambacho kipo kwenye mazingira kwa asili yake. Ukishaanzia hapo ndipo utaanza kuondoa kwa ile hali ya mgandamizo wa kifikra, stress kwenye ufahamu wako. Isivyo bahati au ilivyo bahati, kwenye mwili wa binadamu physiologically tunayo tezi ya adrenal ambayo ina control mambo mengi sana. Adrenal gland, tezi ya adrenal ina control mfumo wako wa stress. Wakati huo inasaidia pia kucontrol mfumo wako wa kinga ya mwili. Wakati huo inasaidia pia kwenye mmeng'enyo wa chakula. Wakati huo pia inakusaidia kwenye mfumo wako wa uzazi. Kwa hiyo unapokwenda kwenye sehemu ya kutalii, alafu ukaenda ukakuta kuna sehemu unapunguza stress, maana yake unaongeza kinga yako ya nini? Ya mwili. Ndio maana watu wengi ambao wana changamoto ya msongo wa mawazo wako hatarini kuvamiwa na magonjwa mengine ya kawaida, kwa sababu wanapunguza kinga yao ya nini? Ya mwili. So nje tu ya kuona vitu kwa maana ya uasili wake, ni tiba kubwa kuliko kawaida kwenye mfumo wako wa afya ya mwili, nje ya mfumo wako wa afya ya akili, kwenda kwenye maeneo ya kutalii. Sawa. Sasa hapa nadhani tunakwenda sawa. Kwa wale ambao unasema bwana kutalii si miti naiona, ametolea ufafanuzi vizuri sana.
mwanasaikolojia Geoffrey Mwamnyanyi hapa. Ni kweli kwamba kwenye kutalii kunapunguza mawazo, kwa sababu kwenye kupunguza msongo wa mawazo hapa kila mtu ana namna yake. Geoffrey, kwa mfano kuna mwingine anasema mimi na stress, acha nikapige bia. Si umenipata Mwingine anaambia ni heri uende ukatalii. Kuna kiasi, kuna namna itakusaidia kurudi katika hali yako ya mara ya awali na kujiona wewe ni bora na jasiri zaidi. Na hii imekaaje? Labda na tunapotaka kupunguza mawazo, tunapoenda katika hii misitu yenye asili au hifadhi zetu hizi, tunapaswa kuingia na mtazamo gani hasa? Ili tusije tukaingia na tukarudi kama tulivyo tulivyokwenda. Na hapo muziki tunaita meditation. Ni kufanya nini? Na tunaifanyaje hiyo tukiwa ndani ya hifadhi kama hizi? Kwanza tuwasaidie watu kwenda kutalii. Haimaanishi lazima tu na msongo wa mawazo. Moja kati ya kitu ambacho mwanadamu ameumbiwa na kinawagharimu watu wengi ni matumizi yako ya akili. Mwanadamu ameumbwa kusolve kila changamoto ambayo inakuja mbele yake. Yaani wewe sasa hivi Mwakapotela ukijiona wewe ni daktari wa binadamu, alafu ukashindwa kuchukua msumari kupigilia kwenye ukuta wako, kuna sehemu umepungua. Kwa sababu uwezo wako wa kiakili unaweza kupokea maarifa ya aina zote. Kinachoweza kutofautiana ni spidi ya kuweza kupokea. Kuna watu wanaojifunza kwa haraka, kawaida, na wanaojifunza pole pole. Lakini kiwango cha maarifa unatakiwa uonayo kwenye ufahamu wako kinapaswa kusolve changamoto zote zinazokuhusu wewe. Yaani leo ukipita sehemu ukuta kuna mto wa maji, lazima ujue namna gani ya kuchukua panga kukata miti, kutengeneza daraja haraka unatengenezwaje. Hizo ni skills, hayo ni maarifa ambayo unatakiwa uwe nayo kwenye ufahamu wako. So kwenda kutalii, kabla ya jambo la mawazo na vitu vingine, ni sehemu pia ya kwenda kujua ekolojia imekaaje. Vimeumbwa vitu gani ambavyo wewe hujawahi kuviona kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni ongezeko la maarifa. Nikupe mfano mdogo, na hii mtaalamu wa misitu yuko hapa anaweza akaisema. Ndio. Nguvu ya mti kuchanua imetoka kwenye eneo gani? Kwa mfano kwenye majani yanapotaka kuchanua, si imetoka kwenye mizizi? Asili ya nywele zako kukua inatoka kwenye nini? Kwenye mashina, si ndio? Dunia iko covered na maji 75%, si ndio? Mwili wako unahitaji maji asilimia ngapi? 75, si ndio? Tunakubaliana? Ndio. Dunia huku chini kwenye earth crust iko na kitu inaitwa core. Alafu ina magma inachemka. Ikipata fault, ikija juu tena na oxygen ina freeze, si ndio? Wanaita volcanic features. Wewe pia una moyo, damu yako ni ya moto, si ndio? Ikija juu tena na oxygen inafanyaje? Ina freeze. So dunia imeumbwa kwenye asili ya mwanadamu, ambapo kwenye asili ya dunia jinsi ilivyo. Ndio maana hata ukifa mwili wako unaenda kutengeneza decomposition, unarudi kuwa nini? Kuwa ni udongo. So kuna vitu zaidi ya kuona ambavyo mtu unapaswa kuvipokea. Let's say hawa ni wataalamu wa misitu. Umewahi kujua namna gani nyuki anatengeneza asali? Umewahi kufahamu kitu? Umewahi kuona vipepeo wanawasilianaje? Umewahi kuona samaki wanafurahia vipi kuishi kwenye maji? Kwa kuna vitu vingi ambavyo unaweza kujifunza. Umeambiwa kuna panzi ambaye ana bendera, ana rangi za bendera nini ya taifa. Umewahi kujua kwa nini huyo panzi yuko Tanzania na ana rangi hizo? So kuna vitu vingi nje ya mawazo, kwa maana ya kuondoa stress, unapaswa kwenda kuongeza maarifa, kwa sababu umeumbwa ili uongeze hayo maarifa. Sasa kwenye eneo la stress, kwa maana ya msongo wa mawazo, inategemea na kiwango ambacho umefikia. Kuna wale ambao kwenye stage ya mwanzoni, kuna wale ambao kwenye intermediate, kuna wale wamefika kwenye hatua ya chronic. Kama ameshafika kwenye chronic, usimwache mwenyewe kaenda kwenye utalii. Ametuambia hapa kuna bwawa, akatupa na matrix zake, vipimo vyake. Ukimwacha huyu mtu ambaye ameshafikia climax ya msongo wa mawazo aende kwenye bwawa, atajirusha, atajiua. Ukimchukua yule ambaye kwenye daraja la katikati, unapaswa kuwa naye ili kumuonyesha, ili aondoe kile ambacho amekuwa nacho. Sasa unaondoaje kwenye meditation? Meditation maana yake ni kujirudisha, kujikagua pole kwa kujitafakari wewe ni nani. Unatafuta ile personal identity. Mimi ni nani na ninafanya nini, kwa nini, kwa ajili ya nini? Lakini unaifanya kwa kutafuta review ya taarifa ambazo tayari unazo kwenye ufahamu wako.
chochote ambacho umewahi kukifanya Mwakapotela na ndugu yangu, tangu umezaliwa mpaka sasa hivi hakijawahi kupotea. Hiyo ilitokea kwa bahati mbaya au kwa makusudi, kupitia milango yako ya fahamu. Kwa maana ulichokiona, ulichokisikia, ulichokinusa, ulichokigusa, taarifa zote zimeingia kwenye ufahamu wako. Na ndio maana una nguvu ya kutengeneza imagination. So unapokwenda kwenye meditation, kwenye hali ya kutafakari kwa utulivu, ukiwa umeondoa misingi ya kile ambacho kinakusukuma kufikiria na kuhisi, unajirudisha katika asili ya zero ya kuanza kupambanua kile ambacho kimehifadhiwa ndani ya ufahamu wako, ili nguvu ya hisia ipungue, irudi kwenye regulation, irudi kwenye 50, nguvu ya fikra irudi kwenye 50, nguvu ya mwitikio wa mwili irudi kwenye 50. Utakapokuwa umerudisha kwenye hivyo vitu, unaanza kujitibu mwenyewe ndani kwa ndani, na inafungua milango ambayo ilikuwa imefungwa kwenye kupokea au kwenye kutoa nguvu ya taarifa, ianze kupokea vitu vipi ambavyo vilikuwa havionekani katika asili ya kawaida. Ni sawa na kusema umekwenda sehemu ukakuta kuna udongo umejaa hivi, kumbe chini kuna chuma, alafu ndani ya chuma kuna dhahabu. Umewahi kuona movies zinachezwa, mtu amehifadhi dhahabu sehemu miaka mingi, alafu watu wanachimba na kukuta pale kwenye lile sanduku juu lina kutu na nini, lakini ndani kuna nini? Kuna dhahabu. Meditation kama vile scanner. Unakwenda kwenye ile eneo ukiwa na scanner yako, alafu unaweka pale juu, unatafuta ile dhahabu iko wapi. Kwa hiyo mwanzoni unaweza kaona kuna kutu, lakini ndani ya ile kutu kuna nini? Kuna dhahabu. So kutulia kuitafuta itapointi sehemu ambapo hiyo dhahabu ilipo, lakini kuipata inahitaji process ya kwenda pole pole. Na unafanyaje? Unaondoa nguvu ya kupaparika kwamba iko wapi, iko wapi, iko wapi. Unaenda ukiwa na uhakika. Kwa sababu gani? Umerudisha nguvu yako ya kuwa wewe kwanza, ndio ikuruhusu kufungua milango ya kupokea. Lakini ukibakia kwenye experience ya maumivu, changamoto, mgandamizo, alafu kataka kupata kitu kingine kipya, vitu vyote utakavyovitaka kuvipokea vitarudishwa kwenye perception ya maumivu au changamoto ambazo unazipitia. Wow. Natamani kama haya mazungumzo tungekuwa tunazungumza tukiwa katika hifadhi yetu hii nzuri kabisa, hifadhi ya asilia ambayo ipo karibu kabisa na jiji la Dar es Salaam, hifadhi ya mazingira asilia Pugu Kazi Mzumbi. Hilo ndilo ambalo limejia. Alafu nahisi kama nimejipunja kwa muda mrefu sana hivi kwa kuto kwenda mara kwa mara. Kumbe sio lazima mpaka uwe na msongo wa mawazo. Kwa kwenda kwa mara inakusaidia pia kwenye swala lako la afya akili. Kwa watu wanaosoma wanafanya tafiti. Ni kweli, na kuna watu wanafanya tafiti wengi. Ndio. Sasa tuje hapa. Amezungumza umuhimu mkubwa sana kuhusiana na afya akili na utalii na umuhimu wake. Sawa. Ni kwa namna gani sasa katika hifadhi kama hizi, unafahamu ni hifadhi asilia, Ndio, mmeboresha mazingira ili kwa kila mtu anayefika pale yani ahisi kwamba ametengenezewa mazingira mazuri ya mapokezi mazuri na kwenda kutulia ili akutane na hiki ambacho anakizungumzia Geoffrey Mwamnyanyi? Tumeboresha kwa asilimia kubwa, kama nilivyosema mwanzoni kwamba mbali na uhifadhi, lakini pia tuna vivutio vya utalii ekolojia. Kwa hiyo ndugu yangu hapa Mwamnyanyi amesemea mambo mazuri sana ya kisaikolojia. Sisi tuna maeneo mazuri sana ya kufanya meditation, na ni maeneo tulivu kabisa. Wageni wengi wakija wanashukuru kwamba walivyoingia na wanavyotoka ni tofauti kabisa. Ya kwamba wamekutana na hali ya hewa nzuri, wamekutana na utulivu, kelele zile za mjini hazipo tena kule ndani. Kwa hiyo sisi kama TFS tunaendelea kuboresha miundombinu, sio kuja tu kwenye vivutio vyetu na kuondoka siku hiyo hiyo. Pia tuna sehemu za malazi. Tuna mahema mazuri ama tents nzuri kabisa, tenti ambazo ni ndogo lakini mpaka tenti kubwa zile ambazo ni semi luxury ambazo zina vitanda tunazo. Lakini pia tunaendelea kujenga cottage kwa ajili ya malazi. Ni cottage nzuri sana ambazo zipo ndani ya hifadhi yetu ya mazingira asilia ya Pugu Kazi Mzumbi. Kwa hiyo niwahakikishie tu wageni wetu kwamba wakija hawataboreka, wakija watafurahi, lakini pia watapata hiyo afya ya akili ambayo inapatikana ndani ya hifadhi yetu. Na ukizingatia hatuna kiingilio kikubwa sana. Kwa mfano wageni ambao ni wa Tanzania ama East Africa kwa ujumla wanalipia tu shilingi 5,000 ya kiingilio. Unalipa shilingi 5,000
unaweza kuingia, lakini kwa mtu mmoja mpaka watu 15 na utalipia gharama za mwendesha utalii hapa tour guide shilingi 10,000. Kwa hiyo shilingi 15,000 inakufanya wewe uingie ndani ya hifadhi na uweze kufaidi haya ambayo tumeyahifadhi sisi, ikiwemo kuona hivyo vivutio mbalimbali vya utalii ekolojia. Lakini kwa wageni wa nje sasa, ambao ni wageni wenye vibali vya kufanya kazi Tanzania, ndio hao wanalipia kiingilio cha shilingi 30,000. Lakini kwa wale ambao wamekuja kutalii tu, hao wanalipa shilingi 40,000 kama kiingilio. Lakini pia ukiwiwa kuendesha mtumbwi utaendesha kwa shilingi 10,000. Sawa. Kwa wageni wa nje wataendesha kwa shilingi 30,000. Lakini ukitaka kuvua samaki, mchezo wa kuvua samaki utavua kwa shilingi 5,000. Ni hela ndogo sana, mpaka nimpate. Lakini utampata, wako wengi sana. Sio mimi nikiingia wengi kuingia okay bwana, mchezo wa samaki leo unapenda kwa kweli. Sio unahesabiwa kutupa ndoano pa mara moja ya pili imeisha. Ndio mchezo, kwa sababu unakaa karibia masaa mawili unavua samaki, unaruhusiwa. Sio kwamba hauruhusiwi eti dakika 5 unaambiwa hapana. Tunakuachia kama masaa mawili unavua samaki, ndio baadaye unamwachia, unatafuta mwingine tena unamwachia. Kwa hiyo ni mchezo ambao kisaikolojia itakusaidia wakati unafanya hizo shughuli. Lakini hizo tenti ni shilingi 15,000 tu. Sawa. Sababu naruhusiwa hata kulala watu wawili au mtu mmoja kwa shilingi 15,000. Sawa. Kwa hiyo ni gharama nafuu, lakini pia ukiingia utapata mambo mazuri ambayo tumekuandalia kama TFS. Mimi nimeshaifika pale. Ndio. Kwa kweli nilifurahi kulingana na mazingira. Kwanza watu wafahamu, kwa sisi ambao tunaishi Dar es Salaam, kwa kile ambacho nime experience mimi. Ndio. Ukiingia kwenye ule msitu tu, hata hewa unayovuta naona kama ni tofauti hivi na huku. Lazima. Huku kama kuna mgandamizo mkubwa hivi, afu kule kama kuna oxygen ambayo ipo, yani ni nyingi sana. Sio, nipata vizuri. Sawa, watalii wanapokwenda sehemu, kwanza nataka kuhakikisha hali ya ulinzi na usalama. Hali ya usalama ipo. Tunakuhakikishieni kabisa kwamba usalama pale ni mkubwa kabisa. Ukizingatia sisi ni jeshi la uhifadhi. Ndio. Kila unayemwona mle tayari ni mlinzi wako. Yaani issue ya ulinzi pale haina tatizo kabisa. Usalama ni mkubwa, na ukishaingia ndani ya hifadhi unakutana na hali ya usalama kabisa. Hakuna matatizo yote ambayo yameweza kupatikana kwa kipindi chote ambacho tumeanza shughuli za utalii. Na kituo chetu kinakuwa, ukiangalia sisi tulianza shughuli za utalii 2018 na tulipata tu wageni 500. Mapato yalikuwa shilingi milioni 2. Lakini tukiangalia mwaka uliopita wa 2024-25 tumeweza kupokea wageni zaidi ya 28,000 na tumeweza kuingiza mapato zaidi ya milioni 250. Kwa hiyo tunaendelea kukua, na kadri muda unavyozidi kwenda na miundombinu ambayo tunaendelea kuiweka pale ya wageni kuweza kututembelea na kuweza kupata malazi, kuweza kupata chakula, nadhani tutapata wageni wengi zaidi na tutaingiza mapato makubwa zaidi. Sawa. Ndio. Kwa hiyo ni kazi kwako wewe mtazamaji, uache kujipunja na uende ukatalii katika hifadhi zetu zilizopo hapa nchini, hasa hifadhi ya mazingira asilia Pugu Kazi Mzumbe. Geoffrey, nirejee kwako. Karibu. Kuna mtu mmoja alikuwa amekaa nje kwa muda mrefu. Nataka utalikaji hili Nje ya Tanzania. Nje ya Tanzania. Kwa muda mrefu sana. Wanasema nje, kumbe ni nje ya jengo. Nje ya Tanzania. Ni kweli nitaje nje Uingereza, nje yenyewe UK. Amekaa kwa muda mrefu sana. Kama miaka 30 hivi. Lakini akaanza kuumwa. Wenzetu wamekuwa kitu katika uchunguzi, ni chunguza lakini hakujikana umwa kitu gani. Lakini akaenda kwa daktari mmoja, alipomwelezea ni mtu ambaye anahusiana na mazingira pamoja na afya ya binadamu. Yeye alimwandikia tu cheti cha kuiomba kampuni yake atoke kwa aliko aende katika mazingira yake asili alipokulia. Na sisi tulishangaa
mara baada ya kurudi ni kweli jamaa hali yake ikarejea kama kawaida. Kuna siri gani hii iliyopo ndani yake hapa? Ulipozaliwa, sehemu yote ulipozaliwa ina taarifa nyingi za kwako, na wewe unazo taarifa nyingi za kwake kwenye hilo eneo kuliko sehemu nyingine yote ambayo unaishi. Mwanadamu anapozaliwa na kuanza kujenga uwezo wa kuanza kupambanua mambo, hata kama bado anakuwa yuko unconscious, nazungumza kwenye age ya miaka 2, ana kitu kinaitwa acquisition. Acquisition maana yake ni kupokea vitu kama vilivyo bila kuwa umetaka au haujataka. Na kwa sehemu kubwa vinaamua nguvu yako ya tabia nje ya mifumo mingine walau miwili ya kurithi pamoja na mazingira mengine ya training ambayo za kutengeneza nguvu ya tabia yako. Sehemu ambayo wewe umezaliwa ndio sehemu ambayo ilikuwa inatengeneza sehemu muhimu ya maamuzi yako. Mwanadamu anaamua kwenye maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza tunalaita ED. ED ni sehemu yako inaamua masuala ya pleasure. Vitu vyote ambavyo unajisikia raha, unataka kufanya vitu uenjoy, ujisikie vizuri, ni sehemu yako ya ED ambayo unazaliwa nayo. Hauikuti sehemu yoyote, unazaliwa nayo. Ndio maana mtoto akihisi usingizi analia kwa sababu anaona anaondolewa kwenye sehemu yake kujisikia vizuri. Ndiyo. Akihisi njaa analia. Ilitengenezwa imewekwa kama sehemu ya uhai wake. Lakini na sehemu yako pia ya pili ambayo tunaita ni ego. Sehemu yako ambayo ni ya reality. Ndiyo. Inakueleza Mwakapotela, wahi kazini asubuhi hii, amka saa 11, ukiamka saa 12 kwa foleni ya Dar es Salaam utafanyaje? Utachelewa. Inakupa uhalisia. Usipofanya kitatokea, kifanya kitatokea. Na super ego ambayo inakuamulia maamuzi ya rasmi. Nenda kazini saa 10 ili umewahi angalau saa 1 kabla. Sasa mtu anapokuwa yuko kwenye mazingira yake ya asili, memory nyingi, mwili wako, akili yako, kila sehemu inatengeneza kumbukumbu yake. Ni sawa na wewe unapozoea kulala kitandani pale mwanzoni. Ndiyo. Siku ukiambiwa ulale mwishoni unaanza kupata shida. Kwa nini? Kwa sababu mwili wako umeshatengeneza kumbukumbu ya sehemu ambayo umefanyaje, umekuwa ukilala. Una nguo nyingi nyumbani kwako, lakini kuna nguo unazionea. Una viatu pea nyingi nyumbani kwako, lakini kuna viatu unafanyaje, unavionea. Kwa nini? Comfortability imekuja kwa sababu ya memory, kwamba nikivaa hivi najisikia vizuri. Sasa watu wengi ambao maeneo ambayo tumetoka, tumezaliwa, tulienjoy wakasahau tulikuwa katika nguvu ya utoto wa kuenjoy uhai. Kwa marafiki, watu waliokuwa wamekuzunguka wanajua thamani yako, na wewe unajua thamani ya asili ya sehemu uliofanyaje, uliotokea. Kwa hiyo kwenda kule ni kama kwenda kujirenovate, unaenda kujiumba upya kwa nguvu ya kumbukumbu iliyo kwenye akili yako juu ya matukio na matendo na mazingira na watu uliokuwa unafanyaje, wanakuzunguka. Ndio maana amani ya mtu ikianzia kwenye miguu yake nyumbani, ana nguvu ya kuipeleka sehemu nyingine. Kwa nini? Kwa sababu hiyo ndio sehemu ambayo una uhakika hakuna sehemu ambapo kuna sumu kubwa zaidi ya baraka au sehemu ya nguvu ya amani ya kutenda kwenye kile kitu tunachokifanya. So alipoambiwa aende, kwa msingi wa swali lako, alikuwa ameambiwa aende akaactivate kumbukumbu njema za maisha alikuwa ametengeneza kabla hajaenda kwenye sehemu ya kutengwa na asili aliyotokea. Na wengi ni sehemu ya cognitive tu, yani sehemu alipotoka ya asili yake iliuawa na nguvu ya utofauti wa sehemu ambayo alifanyaje, alikuwa akiishi. Ndio maana umetaja miaka mingapi? 30. Maana yake kadiri alivyokuwa anaishi, taarifa za mazingira ya kule zilikuwa zinafifisha taarifa ya asili ambayo alikulia, ambayo taarifa ya nguvu ya asili ndio ilikuwa inamfanya yeye awe na furaha kwenye maisha yake. So alichofanya, ameenda kuactivate uasili wake kwa sababu ndio ulikuwa umetengeneza nguvu ya muhimili wa furaha ya maisha yake. Sawa, twende kazi. Kuna watu hapo katika mahusiano. Naam. Utashangaa wanasema kuna mmoja anapenda kutolewa out. Na mwingine huenda akawa hana hiyo, hapendi kutoka. Lakini nataka utusaidie watu walioko katika mahusiano, kwenye ndoa, kwa sababu kuna migogoro huku. Tumeshuhudia sana. Unaona
kanisani au wanaapa kwamba mpaka kifo kitutenganishe, unashangaa mmoja wapo anamtenganisha mwenzake kwa mapanga. Na hii kote kwa mwanamke na mwanaume. Sasa sasa tulitaka ile kifo cha asili ndio kiwatenganishe. Sio kwamba wewe umtenganishe umwaishe mwenzako ili ubaki peke yako. Kwenda kwenye hifadhi kama hizi za asilia, hasa watu wako na mahusiano na kwenda kujadili mambo ambayo yanahusu, kuna faida gani? Kwanza uyafahamu mambo kadhaa ambayo mwanadamu yanamfanya astawi. Jambo la kwanza ambalo mwanadamu linamfanya astawi ni mawasiliano. Hapo ulipo, kwa mfano tuchukue mfano sisi hapa tulipo, hifadhi ipo, Ndiyo. Kila mtu anapigana na maisha ili aweze kuongezeka, aongezeke kiuchumi, kiafya, kiakili, kimaarifa na vitu vingine. Ukiamka kesho ukakuta vitu vyote ulivyokuwa unavitaka vipo, ila hauna mtu wa kuongea naye na kushare naye, unajisikiaje? Yaani magari unataka kuyapata unayo, yapo. Fedha zipo kwenye mashina na maeneo mengine. Uwanja wa ndege na ndege zake zipo. Vivutio hivi vipo. Ndiyo. Ila uko peke yako. Utakuwa na furaha kwa kiwango gani? Lazima utakosa furaha. Kwa hiyo asili ya kwanza inayokutengenezea ustawi wako ni mawasiliano. Sasa mawasiliano ambayo hayana sehemu sahihi ili kuyafanya kile mnachokusudia kitimie, yanaweza pia sehemu kuwa ya uharibifu wa hisia zenu. Mathalan, mmegombana, mmepata changamoto, wanadamu wanaingia kwenye migogoro. Hawa kwenye mahusiano wameingia kwenye migogoro. Mmetoka mnakwenda sehemu ambayo wanatengeneza majiko. Alafu mnachukua viti mnakaa. Wakati mnaongea mnasikia mtu anagonga au gereji. Utakuwa unajisikiaje na mwenzio? Utakuwa kama vile kakudharau, kakuleta sehemu ambayo iongeze shida, kwa sababu wewe mwenyewe tayari kichwani una shida, uko condensed. Hautaki fujo. Kwa hiyo unapokwenda kwenye maeneo kama haya ya vivutio, eneo ambalo lina support ukimya, eneo ambalo lina support nature, unasikia sauti za ndege, unapata hewa ambayo ina support uhai wako. Sehemu ambayo ukienda macho yako yanashuhudia vitu ambavyo haujavishuhudia kwa muda mrefu kwenye mazingira ulioishi. Huku unashuhudia aina za magari, kule unashuhudia aina ya miti. Huku unashuhudia rangi ambazo hazikupi uhai, kule unashuhudia rangi ya kijani inayokupa uhai. Huku hauwezi kuona maji yakiwa yanatiririka katika utaratibu ambao umetulia, una focus, una concentrate. Kule unaenda ukiwa una mazingira hayo. Kule unaenda ukiwa umetenga kwa ajili ya umaalumu wa mazungumzo na mwenza wako. Huku hakuna sehemu, mnatembea kama vile mnatafuta kujiokoa, kwa sababu kuna vitu vingi lazima mnapishana navyo. So umuhimu wa kwanza ni ile conduciveness, ile hali ya upekee na usahihi wa kwenda kwa ajili ya kurahisisha kile ambacho mnatakiwa kuwasiliana kiweze kufika katika hali yake inayohitajika. Na ukumbuke kwa muktadha uliozungumzia wa mahusiano, kuna mazingira ambayo yanahitaji kusapoti hisia ambazo ni za watu walio karibu. Kwa mantiki hiyo, wanapokaa pamoja wako wenyewe, wanaweza kuanza kuelewa thamani ya kila mmoja nje ya jinsi alivyo. Moja kati ya jambo gumu kwenye mahusiano ni kuchukua udhaifu wa mwenzio kuwa sehemu ya kumuonyesha furaha, kumuonyesha upendo. Hiyo ni sehemu ngumu kuliko sehemu nyingine, kwa sababu kwa asili mwanadamu ameumbwa na udhaifu. Sasa sehemu ya kwanza ya udhaifu wa wengi, tofauti ya maisha ya kawaida, ni nguvu ya kumsikiliza mtu mwingine. Ukienda kwenye mazingira kama haya yenye utulivu ambayo mtaalamu amezungumza hapa, yanakupa nafasi ya mwenzio kukusikia na wewe kumsikiliza. Na sizungumzi kusikia anachokisema, kumsikiliza. Ndio. Maana yake unasikia kwa masikio, kusikiliza ni kutafakari na kupembua kile ambacho anafanyaje, anakizungumza. Huku mazingira yakiwa yamesupport utulivu wa hisia zenu. Kwa hiyo wakati mnafanya jambo la ustawi la kuwasiliana, kuna mazingira yanawatibu ndani ya nguvu ya mawasiliano ambayo mnafanyaje, mnayafanya. So hiyo inaweza kuwa ni sehemu ya faida moja kubwa sana. Lakini msiende kwenye mazingira hayo ukiwa umefikia ugomvi, umefikia pakubwa, kwa sababu utakuwa kama mazingira ya kusupport kuweza kummalizia mwenzio, kwa sababu uone kama kuna mtu anafanyaje, anakuona. Nafikiri kwa sababu umeuliza kwenye swala la usalama, nje tu ya usalama kwa maana ya kimazingira, bila shaka wanawaangalia pia watu
Ndiyo. Kuna mtu anaweza akaja akafika ukamwangalia ukasema hapana, huyu anaonekana yuko stressful. Yaani tukimwacha aende peke yake huyu anaweza kufanya kitu cha ajabu. Kwa hiyo kwenye maeneo kama haya unahitaji watu ambao wanaweza kutambua ile kuwa na cognitive domain, kwamba huyu mtu anakuja, state yake, body language yake, lugha yake ya mwili inasema nini, anaweza kufanya matendo gani kwa wakati. Kwa hiyo una hypothesize, unajaribu kuona majibu ya nini kinaweza kutokea kwa sababu ya first appearance ya mtu anafanyaje, anakuja. Hata kama ameficha, uweze kuwa na uwezo wa kugundua alichokificha ndani ya hisia zake na ndani ya maamuzi yake. Sawa. Jambo lingine ambalo naweza nikaongezea ni kwamba nilipofika kwenye ule msitu wa hifadhi asilia, mazingira asilia, mimi ndani ya nafsi yangu nilimshukuru Mungu, nasema wow, ukagundua kuna ibada. Ngajua utenguzi utalii na ibada. Ngajua kumbe kuna ibada hapa Unajua kitendo cha kushukuru sasa Mungu umeumba. Ngoja nikuongezee kitu kidogo tu. Karibu. Na hii inaweza kuwasaidia hata watu wa imani. Iwe ni kwa imani yote ulionayo. Ndiyo. Ukitafakari ukubwa wa imani yako sababu ya eneo ambalo unaabudu, unaweza kujikuta hauabudu sawa sawa. Huo ni mtazamo wangu mimi. Ndiyo. Kwa nini? Dunia ni sayari moja kati ya sayari nyingi ambazo zipo zimethibitika scientifically kwamba zinaishi. Ndiyo. Kwa hiyo sehemu yote unayokwenda hapa duniani, misitu tunatembelea, bahari zilizopo na vitu vingine vyote vipo kwenye sayari hii. Lakini aliyeziumba ni zaidi ya aliyeumba sayari ya nini? Bwana, kwa sekunde chache unamwambia nini mtazamaji hivi sasa anayekutazama? Na baada ya kuzungumza hapa nitataja namba ya simu, na ninakuomba Geoffrey Mamiani na ninakuomba afisa utalii, nitataja namba hii kwa lengo nataka tusaidie watu, na kuomba kwa yoyote ambaye anahitaji kwenda kupata saikolojia tiba, tunaita hivyo. Ndio. Utapiga simu, halafu tutaifanyia saikolojia tiba hii ndani ya msitu wetu wa asilia hadi ya Pugu za Mzumbu. Si umenipata? Yeah. Naomba utusaidie. Tunataka tuweze kwanza mfano, umeelewa? Na tutaweka utaratibu mzuri. Nitataja namba ya simu hapa. Tena nitakuwa ni namba yangu, nitaitaja. Kwa yeyote ambaye atahitaji kwenda, tutampa utaratibu na tutakwenda kufanya saikolojia tiba katika hifadhi. Na wakirudi tuwalete hapa washuhudie kupitia runinga yetu ya Channel 10 hili ambalo nakwambia. Mawazo ni kweli tunapitia, lakini tunapaswa kuyatibu. Tunayatibu vipi? Tuko mwana saikolojia. Tuna sehemu nzuri za kwenda kuzungumza, kufanya meditation. Kwa hiyo na tutafundisha namna kufanya meditation. Atatufundisha hapa. Unajua kufanya meditation kuna taratibu zake, mambo ya pumzi sio na nini. Kwa sekunde chache unaambia nini? Kwanza mimi nichukue fursa hii kabla ya yote niweze kumshukuru kamishna wetu wa uhifadhi TFS Profesa Dos Santos Silayo kwa kuendelea kuboresha miundombinu ya utalii ekolojia ndani ya hifadhi yetu ya mazingira asilia ya Pugu za Mzumbu. Kwa sasa tunaendelea kuboresha barabara ya kilomita 12. Hiyo barabara mbali na kuitumia kwa ajili ya uhifadhi doria, lakini pia tunataka tuitumie kwa ajili ya utalii. Yaani tufanye michezo ya utalii, sport tourism. Kuwe na mashindano ya magari, kuwe na mashindano ya pikipiki, baisikeli, kuwe na marathoni. Kwa hiyo yote itaongeza idadi ya wageni, lakini pia vivutio vyetu ambavyo tunavyo ndani ya hifadhi. Kwa hiyo nichukue fursa hii pia kuwakaribisha wageni wa ndani, wageni wa nje, waje tutembelee hifadhi ya mazingira asilia ya Pugu za Mzumbu na waweze kujionea vivutio mbalimbali vya utalii ekolojia. Shukrani sana. Sasa nataja namba, haijalishi popote pale ulipo, sisi tuko tayari. 0658502299, lakini pia iko kwenye runinga yako hapo 0658502299. Kwa wewe ambao unataka saikolojia tiba, haijalishi unataka upo ni mahusiano, haijalishi hata kama hauna mawazo, lakini tunayo nafasi ya kwenda
kujenga mahusiano, hata family therapy, hata family therapy. Ananikumbusha hapo kwa familia nzima, neno unajua unaweza mtoto mtundu sana, kumbe ni changamoto ya afya ya kisaikolojia tu. Kwa hiyo tunakwenda kusaidia na wote watakaofanya hivi, tunataka tuje hapo mashuhuda, tunataka watu wajue umuhimu wa kutalii, lakini pia na masuala ya saikolojia tiba. Hatufurahishi kuona vijana wanachukua maamuzi ya mgumu, wazee wanachukua maamuzi ya kujua, wakati sisi tupo. Ndio maana tumeamua na tutaweka utaratibu mzuri sana kwa namba hiyo. Tena katika hilo Mwakapotela tumuombe hata Mheshimiwa Waziri ndiye mwenye dhamana vijana, mwenye dhamana ya vijana, Joel Nanauka, ndio kutibu sasa hivi nafsi za wengi. Hii ni sehemu moja hapo muhimu sana. Muhimu sana. Tutaendelea kuzungumza na kesho tutataja namba ndio hiyo hapa sana sana. Kim Geoffrey Magawa na mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi na marudio ya Asubuhi Njema. Tutarejea baadaye kukutana na wahariri. Hiki ni kipindi kizuri sana katika wiki ambacho tumekifanya hapa Mjengoni. Asante sana.